Unapokuwa nje kunja, unapoingia ndani ya swala lazima ufungue. Ndio Mtume alivyoamrishwa hivyo. Mtume ameamrishwa sujudu ya viungo saba. Anaelezea viungo saba ni gani? Kwanza ni uso. Na Mtume alipoonesha uso, alionesha kwa viganja vya mkono wake, akasujudu hivi. Maana yake pua yako na bapa lako la uso iguse ardhi unaposujudu katika ardhi. Si wewe unasujudu bapa lako la uso imegusa ardhi na pua iko juu, unaangalia nyuma huko, nani ambaye anaswali nyuma yako? Hiyo si katika swala. Bapa lako la uso na pua iguse ardhi, kisha viganja vya mikono miwili iguse ardhi pia. Kwa hivyo uso ni moja, viganja vya mikono miwili ni tatu, hii moja, mbili, tatu, magoti mawili zinakuwa tano, na vidole vya miguu zinakuwa saba. Sasa Mtume anasema nimeamrishwa ni sujudu juu ya viungo saba, wa alla akuffa sha'ran wala thawban fi salah, na nimeamrishwa nisikunje nywele. Unajua Mtume sallam alikuwa na nywele ndefu, hata maswahaba nayo walikuwa na nywele ndefu mpaka inafika kwenye mabega yao. Sasa wakiwa nje ya swala wanaruhusiwa kukunja nywele yao, wanafunga hapa na rubber band ama na kamba. Lakini wanapoingia ndani ya swala, Mtume anasema nimeamrishwa nizifungue. Hii nayo ina maelezo yake, ingawa ina hikma yake ndani yake, lakini hatuna nafasi ya kuelezea. Wala thawban fi salah, na nimeamrishwa vile vile nisikunje nguo ninapoingia ndani ya swala. Unapokuwa nje kunja, unapoingia ndani ya swala lazima ufungue. Ndio Mtume alivyoamrishwa hivyo. Ukimwona mtu anaswali na amekunja nguo ama suruali, upata kujua kwamba huyu anakosea. Sasa wewe ulikuwa ufai kukunja, nitakana uikate, kwa sababu Mtume anakuambia hii vazi itakupeleka motoni. Lakini leo tunaambiana haya mambo kila siku Waislamu, masala isbal, kwamba hii vazi itakupeleka motoni. Uwe na kibri, huna kibri, itakupeleka motoni. Hakuna mwenye kujali, hakuna mwenye kuona kama ni kitu watu wanadharau. Utamwona Muislamu anaona ni kitu cha kawaida tu, na wengine wanaogopa kukata kwa sababu wanaogopa watu watakuja kusema yule naye amekuwa mtu wa kanzu fupi siku hizi, amekuwa shekhe, amekuwa kundi fulani. Hii si vazi ya kundi fulani jamani, vazi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndivyo alivyotueleza na ndivyo alivyokuwa anavaa. Kundi gani ambao wanazungumzia wao? Si vazi la kundi fulani hili. Jifakhiri wewe kama Muislamu, inua kichwa chako juu, kama alivyosema Imam Ahmad bin Hanbali, irfa ra'sak fa innaka muslim. Inua kichwa chako juu, wewe ni Muislamu. Usione haya na Uislamu wako. Tembea kama Muislamu, vaa kama Muislamu, zungumza kama Muislamu, ishi kama Muislamu, fanya biashara kama Muislamu. Mimi ni Muislamu bwana. Si wewe unaogopa mambo ya watu. Watu hao watakupeleka wapi? Utazikwa na wao, utahukumiwa na wao mbele ya Mungu, utasimamishwa na wao mbele ya Mungu. Utasimamishwa ukiwa peke yako na utazikwa peke yako. Sasa wewe utafuata mambo ya watu, hao watu watakupeleka mahali pabaya. Ndugu Muislamu, wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, ukiwatii watu wengi ambao wako hapa duniani watakupoteza na ile njia ambayo Mwenyezi Mungu alikuletea hapa duniani. Ndio unaona leo ni Muislamu hatuogopi. Mtume anasema hii vazi ya isbal itakupeleka motoni. Watu hawaogopi, watu waoni kama ni kitu. Lakini power lighting kwenye stima, mlingoti wa stima imeandika pale danger, hatari. Hata hapa nje iko, hakuna mtu atakaribia hapa. Lakini Mtume anakuambia hii vazi itakupeleka motoni, itakupeleka motoni, tahadhari.